Mji wetu wa Zanzibar tunaujua, almost na watu sijui pengine zaidi ya 600,000. Asilimia wapiga kura zaidi ya asilimia 45 au 40 wako katika mkoa mjini. Lakini barabara za kutokea nje ya mjini, tuna barabara yetu inapita Gulioni, tuna barabara inayotoka exit road tunasema kutoka nje ya mjini unapita kwa upande wa Amani, na nyingine sasa hivi tunapita kwa upande wa Fumba ili uweze kwenda katika mikoa mingine nje ya mji wetu. Kwa hali tunaokwenda nao, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi siwezi kusema kwamba ni mtaalam nini kinachokuja, lakini kwa jinsi ambavyo tunavyokuwa magari yanavyoongezeka ndani ya nchi yetu, vyombo vya maringi mawili, maringi matatu, pamoja na magari ya mizigo na magari binafsi, mji wetu tunakwenda sasa kwenda katika msongamano. More money, more trouble. Tunakuwa kiuchumi, lakini pia katika mazingira yetu ya kimaisha pia watu hali zao zinabadilika, magari yataongezeka. Mtu anapoona yeye kwamba kipato chake kimeongezeka, anatoka katika Vespa anakwenda katika maringi manne. Sasa katika hali tulivyo sasa hivi, je, ni kodi ya aina gani tunatakiwa tuanze kuiweka ili kupunguza msongamano wa magari kuingia? Ni gari za aina gani tunataka? Magari yapi yaingie na gari zipi zitumike? Hasa hizo kodi za excise duty ambazo tunazozichaji, tuanze kuangalia katika maeneo ya luxury cars ili tupunguze magari ya kuingia mjini. Na hili ni jambo la kawaida. Huko mbele tutakapokwenda, mimi naamini gari mwisho zitakuwa Mnazi Mmoja. Ili uingie mjini utaanza kulipia kodi maalum, mji wetu utakuwa. Kwa hiyo mapato katika miji yote, hakuna gari ya kila aina inayoingia mjini. You pay and then you enter. Lakini katika kulipa hizo huduma, Mheshimiwa Waziri, tusiende katika kuweka mabarriers. Lipa stika yako, unaingia moja kwa moja, unaingia zako mjini. Hakuna miji yote, hasa miji yenye old towns, gari inaingia, lakini unajua kabisa naam, gari hilo ingia, huyu amelipia. Wako wakazi watakuwa napewa nafasi, lakini lazima katika huduma haiwezekani kila mmoja ingie. Unakwenda katika sherehe zaidi, magari yanazunguka tu. Mtu anakwenda anataka kumdrop mtu mmoja tu jirani yake, basi anakwenda na gari. Haiwezekani. Kwa magari yaishie, tuwe na mpango maalum. You pay, unalipia, unapata hiyo huduma. Ndio sehemu ya katika udhibiti.